Peoples. Mheshimiwa Mwenyekiti Bara, Makamu Mwenyekiti, Mheshimiwa Mwenyekiti Zanzibar Saidi, Mheshimiwa wananchi, itifaki imezingatiwa. Asalamu alaykum. Nimepewa dakika 2. Nami naomba nitumie dakika 2. Ila sikizidi 5, mkurugenzi naomba uniache kidogo. Ndugu zangu wa Mbagala, hasa vijana, nataka nizungumze na vijana, kwa sababu vijana ndio wenye nguvu kabisa ya kuleta mabadiliko katika taifa lolote duniani. Tarehe 18 mwezi wa 12 1946 katika nchi ya Afrika Kusini alizaliwa kijana mmoja mashuhuri sana kwa jina la Steve Biko, ambaye alifariki tarehe 12 Septemba 1977. Steve Biko ni kielelezo sahihi kabisa cha ukombozi wa Afrika Kusini, ambaye ni kijana aliyefariki katika mikono ya askari akiwa na miaka 30. Ni kijana ambaye alitolea uhai wake kuhakikisha kwamba Afrika Kusini kupitia yeye ilikuwa ni alama na sababu ya kuweza kupata uhuru. Ni kijana ambaye alishikamana na Nelson Mandela na wenzake katika kuhakikisha kwamba Afrika Kusini inaondokana na ukandamizi wa baguzi rangi chini ya makaburu na inakuwa huru. Na mshangaa kijana wa leo wa Tanzania, katika Tanzania yetu, wakati huu tuliokuwa nao, anakuwa ni shabiki zaidi katika masuala ya mipira ya Simba na Yanga kuliko ni mambo ambayo yanaliangamiza taifa hili. Vijana tuna nafasi kubwa sana ya kuhakikisha kwamba tunashikamana kwa pamoja na kuacha alama katika taifa letu. Vijana ambao tuna umri mdogo kati ya miaka 18, 15 na kuendelea, kwa maana ya kwamba hata wale vijana wadogo kabisa, wale chini ya umri wa miaka 18, kina mama wakishikamana, tunaweza kuleta mabadiliko makubwa sana katika taifa hili. Lakini kitu ambacho kinatufanya mabadiliko haya leo yanakosa hamasa ni kwamba vijana mlio wengi katika taifa hili mnakaa nyuma na wazee ndio ambao wanaonekana kuelekea mbele katika mapambano. Naomba niwaambie kitu kimoja. Tukiendelea kuogopa hawa askari, tukiendelea kuogopa askari serikali, na tukiona kwamba uhuru au yale tunayopigania yatakuja katika njia rahisi, hatuwezi kufanikiwa. Ni wakati sasa wa kufanya maamuzi ya hii no reform no election kwa vitendo. Kuna wakati fulani yanalishuhudia katika mitandao, makamu mwenyekiti wakati akamatwa, vijana walikuwa wamekaa nyuma. Ni wakati sasa hivi vijana kujitokeza na kufanya maamuzi magumu. Tusikubali kabisa kuona viongozi wetu wanakamatwa katika njia rahisi. Msikubali kuona viongozi wenu wanakamatwa katika njia nyepesi. Simameni imara, pambaneni, na inawezekana mkaleta mabadiliko katika taifa hili. Ndugu zangu, la mwisho ni kwamba haya mnayoyaona yanapitia viongozi wenu si mageni katika harakati za ukombozi. Wanaharakati wengi na wapiganaji wengi katika swala la uhuru duniani wamepitia mateso haya. Wengi walihamishwa katika nchi zao na wengine walifungwa zaidi ya miaka 20, lakini hawakukata tamaa. Ninawaambia vijana na wananchi mliohudhuria hapa, tusikate tamaa, tunashinda hii vita, kwani hii vita ni nyepesi sana ndugu zangu. Ndugu zangu, nimaliza kusema kwamba kama kweli CCM ipo tayari kufanya uchaguzi huru na haki, kwa nini wamekuwa wakitumia jeshi la polisi kuwakandamiza viongozi wa vyama vya upinzani? Kwa Zanzibar kuna watu wanaitwa mazombi ambao wanatengenezwa na Chama cha Mapinduzi kila mwaka kuhakikisha kwamba wanahujumu viongozi pamoja na wananchi wa vyama vya upinzani. Vijana, wasia wangu ni kwamba someni imara ili tuweze kushinda hii vita. Peoples, asanteni sana na natakie jioni njema.